Wanajeshi takribani 5,000 kutoka nchini Ukraine na huko nchini Urusi wanauawa katika kila wiki mapigano kutoka mstari wa mbele wa kivita baada ya shambulio baya zaidi huko jiji kuu la Ukraine maarufu kama Kyiv, ambalo lilisababisha watu takribani 13 kuuawa. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alionekana kukosa subira na Urusi, ambako aliweza kuchapisha taarifa kwenye mitandao ya kijamii akiandika ya kuwa Vladimir, acha wanajeshi 5,000 kwa wiki wanauawa, wacha tufanye makubaliano ya amani. Karibu sana katika ripoti hii ambayo utasikia pia uchambuzi kinagaubaga kuhusu vile ambavyo pia maafa ya wanajeshi wa Urusi na Ukraine yamekuwa yakitokea katika mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine. Hivyo basi na kusihi ya kwamba pia unaweza ukabonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo. Baada ya shambulizi baya huko jiji kuu la Kyiv nchini Ukraine, ambako raia takribani 13 waliuawa, rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameonekana kukosa subira, ambako amemsihi rais wa Urusi kuweza kumaliza vita hivyo, ambako amechapisha akisema, Vladimir, acha wanajeshi 5,000 kwa wiki wanauawa, wacha tufanye makubaliano ya amani. Trump aliweza kurudia nambari aliyotaja hapo awali ili kushinikiza kutatuliwa kwa haraka kwa vita huko nchini Ukraine bila ushahidi wa kuunga mkono kauli yake. Ingawa takwimu zake ni za juu zaidi kuliko makadirio ya umma, ukosefu wa data rasmi ya kupinga madai yake ulisababisha kunukuliwa sana, huku kukiwa na upinzani mdogo juu ya madai yake. Ukraine na Urusi zote mbili zinalinda nambari zao kama siri za serikali na kuacha habari ambayo wengine wamejaribu kujaza kibinafsi. Idadi ya vifo vya kweli ni suala la mjadala mkali, lakini wataalamu wametumia vyanzo wazi na makadirio ya kijasusi kujaribu kuhesabu ni wanajeshi wangapi wa Ukraine na Urusi wamefariki katika muda wote wa vita tangu Februari ya mwaka 2022. Idadi kubwa ya vifo vya wanajeshi vimekuwa upande wa Urusi, ambako idadi kamili inatofautiana, lakini wataalamu wote wanakubali Urusi inapoteza wanajeshi wengi zaidi kuliko Ukraine. Kwa kutumia vyanzo huria, yani BBC Russia na Mediazona, chombo huru cha habari cha Urusi kimekusanya majina zaidi ya wanajeshi 100,000 wa Urusi waliouawa tangu uvamizi kamili ulipoanza mwezi wa pili 2022. Wakati wa kurekebisha hesabu ya wanajeshi ambao majina yao huenda yasionekane hadharani kwenye makaburi na kumbukumbu za vita, BBC Russia ilisema ya kwamba idadi halisi waliouawa inaweza kufikia mahali fulani kati ya wanajeshi 158,885 hadi 229,500 wa Urusi kutoka mstari wa mbele wa kivita. Wafanyakazi mkuu wa jeshi la Ukraine huchapisha makadirio ya kila siku ya hasara ya Urusi, lakini hawatenganishi vifo wala waliojeruhiwa. Huku jumla ya waliopoteza maisha ni 951,960 kufikia tarehe ya jana 30 mwezi wa 4, ambako wafanyakazi mkuu hawajatoa maelezo kuhusu jinsi makadirio hayo yanavyokokotolewa. Mnamo mwezi wa kwanza, wakati huo waziri wa ulinzi wa Marekani aliweza kusema Urusi imepata zaidi ya majeruhi 700,000 ikijumuisha vifo pamoja na majeruhi. Ingawa Ukraine imeepuka kuchapisha idadi ya wanajeshi wake waliopoteza maisha katika mstari wa mbele wa kivita, na inaripotiwa kuwa imezizuia kutoka kwa washirika wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema mwezi wa pili tarehe 16 ya kwamba ni zaidi ya wanajeshi 46,000 pekee wameweza kuuawa katika uwanja wa vita tangu mwezi Februari ya mwaka 2022. Makadirio yasiyo rasmi yanaweka idadi kubwa zaidi. Hata hivyo, kuna makumi ya maelfu ya askari waliopotea ambao hawajajumuishwa katika hesabu hizo. Zaidi ya hayo, vyanzo vya siri vilivyotajwa na Wall Street Journal mnamo mwezi wa 9 mwaka uliopita pamoja na shirika la habari la New York Times mwezi wa 8 pia walitaja vifo vya wanajeshi wa Ukraine kati ya 80,000 na 70,000. Japo madai hayo bado hayakuweza kuthibitishwa rasmi kuhusu idadi hiyo. Licha ya pengo la hasara, Urusi pia bado ina jeshi kubwa zaidi
na idadi kubwa zaidi ya watu kuchukua katika juhudi zake za kuajiri. Kwa sababu hiyo imeweza kuendelea kusonga mbele kwenye uwanja wa vita, huku ikipata hasara kubwa kutoka mstari wa mbele wa kivita. Hasara zimebadilika, lakini wastani wa vifo ni chini sana kuliko alivyotaja Donald Trump. Katika zaidi ya miaka mitatu ya vita, wastani wa idadi ya wanajeshi wanaouawa kila wiki, hata wakati wa kuangalia mwisho wa juu wa makadirio ya umma kwa Urusi na Ukraine, inatoka chini sana ya kile Trump anataja, chini ya 2000 kila wiki. Hasara imeongezeka ikilinganishwa na kuanza kwa uvamizi kamili, na ushuru wa kila siku na kila wiki hubadilika kulingana na hali ya uwanja wa kivita, kwani waliopoteza maisha waliongezeka wakati wa vita vya gharama kubwa vya Bakhmut mwishoni mwa mwaka 2022 na mapema kabisa 2023, na walioongezeka tena mwishoni mwa mwaka 2024, huku mapigano yakiongezeka katika mstari wa mbele wa kivita. Vyanzo vingi ikiwa ni pamoja na kamanda mkuu wa Ukraine Oleksandr Syrskyi vinasema karibu nusu ya hasara ya askari wa Urusi ilitokea mwaka jana 2024, wakati Urusi iliongeza mashambulizi yake ya watoto wachanga. Takribani wanajeshi 7,000 wa Urusi walifariki na wengine 8,000 walijeruhiwa karibu na Pokrovsk pekee mnamo mwezi wa kwanza, kulingana na Syrskyi. Pia mapigano yamejikita pale karibu na kituo muhimu cha vifaa katika mstari wa mbele wa mashariki mwa Ukraine. Hata wakati wa kuongeza hasara kubwa za marehemu, wastani wa vifo vya Ukraine na Urusi kila wiki ni fupi, kwa maoni ya Donald Trump. Ripoti zaidi zinafuatia hapo baadaye. Cha msingi endelea kunitembelea kila siku na kila wakati ili kufahamu yote ambayo nitakufahamisha siku ya leo kutoka kimataifa, lakini pia vita vya Urusi pamoja na Ukraine.